saa ya kujifungamanisha na Mungu. Piga hatua za moyoni. Sura ya 6:21 Mathayo. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Mchana wa leo nikukaribishe tutafakari hili neno la Bwana. Tujifungamanishe, tupige hatua za moyoni. Ni wasaa wa muumini kutafakari kiroho, wala sio kimwili. Kutafakari kiroho, lakini ni saa ya kuamua kuwa mtu wa kiroho zaidi ya kuwa mtoaji wa kawaida. 26 ni saa ya kuwa mtu wa kiroho zaidi kuliko kuwa mtoaji wa kawaida. Ni wakati wa kuunganisha mioyo yetu na Mungu kupitia sadaka zetu na kupitia zaka zetu za maana, sio mabaki, sio vitu vile ambavyo vimebaki baada ya shughuli zingine. Ni muda wa kufungamanisha kabisa hii mioyo yetu, kuiunganisha na Mungu ili kuleta sadaka na zaka zenye maana. Wakati wa uhai wa baba yangu alikuwa ananiambia, hata nikiweka fedha kwenye mfuko wangu wa suruali na ninapanda gari, anasema kuna mshipa huko kwenye kichwa umeshuka mpaka kwenye zile fedha. Kwa hiyo ukipagusa tu tayari kumbukumbu zimeshaenda kwamba mfuko wangu umeguswa. Na hivyo tunapaswa tuunganishe mioyo yetu na Mungu kupitia sadaka zetu na zaka zetu. Mioyo yetu au ufahamu wetu, akili zetu ziweze kuelewa kabisa ya kwamba zimeguswa katika zaka na sadaka. Lakini mabaki sio kitu. Ndio maana kujifungamanisha na Mungu ni vyema kutambua ya kwamba ni safari ya ndani ya moyo, safari ya kuacha kujitegemea na kuanza kumtegemea Mungu kikamilifu. Kujifungamanisha na Mungu sio safari ya kujipigia kifua. Swala la kujiungamanisha na Mungu ni safari ya ndani ya moyo, safari ya kuacha kujitegemea na kuanza kumtegemea Mungu kikamilifu. Ni hatua ya maisha ya kiroho, hatua inayohitaji nia, hatua inayohitaji maombi, hatua inayohitaji utii, hatua inayohitaji kujitoa. Kwa hiyo swala la kujifungamanisha na Mungu ni maisha ya kiroho, ni swala linalohitaji nia. Yaani unatazama, niwaambia jana ya kwamba sikieni kwambia kuna raha kwenye kutoa. Maana ndani ya maisha ya wale tulionao, wapo ambao wamefungamana na Kristo, wamefungamana na mbingu na wamefikia maisha ya kiroho ya utii, wana nia, wana maombi, wanajitoa. Kila wanapotembea wanawaza, na wakiwaza wanachokifikiri mno ni kwa habari ya kazi ya Bwana na Bwana pekee.
Swala la kwanza kabisa, tunapaswa kutambua uhitaji wa Mungu. Uhitaji wa Mungu katika roho ni nini? Uhitaji wa Mungu ndani ya kanisa lake ni nini? Uhitaji wa Mungu ambao ndio anahitaji tutekeleze sasa ni nini? Lakini tutambue pia, bila Mungu sisi hatuwezi kitu chochote. Katika sura ya 15 ya kitabu cha Yohana na aya ya 5, Yesu anatangaza, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo ndio maana nikamwambia, tukijiungamanisha na Kristo, tukifungamana na Kristo, mabadiliko makubwa yanaonekana, yanatekelezeka na maendeleo yanapatikana, kwa sababu Kristo aliye ndani yetu anatuongoza kutenda kinachohitajika. Jambo la pili ni kujisalimisha kwa Mungu. Katika kitabu cha Warumi sura ya 6 aya ya 13, Warumi 6:13, Biblia ina maneno haya: wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Haleluya, amen. Tujitoe kwa Bwana kikamilifu. Hii miili tulio nayo ni ya Bwana. Nguvu tulizo nazo ni za Bwana. Kazi ya nguvu tuna uwezo wa kuzifanya. Inapofikia ya pesa, kuna mwenye fedha atazileta fedha. Nataka nimalizie hapa kwenye jambo la tatu, nisiendelee. Jambo la tatu, kutubu dhambi kwa dhati na kuachana na dhambi. Kutubu dhambi kwa dhati na kuachana na dhambi. Moyo wa kweli kumlilia Mungu, na moyo wa kweli unatamani usafi wa kiroho. Matendo sura ya 3 na aya ya 19, neno la Bwana linasema hivi: tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Tubuni. Iko zaka nyingi uliokula, anasema tubu. Ziko njia nyingi ulizoenenda ambazo hazikuwa sahihi, anasema tubuni. Anasema tubuni basi mrejee, dhambi zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Haleluya. Dhambi ikikoma, kuburudishwa kunakuwa ndani yetu. Uwepo wa Bwana unatawala. Dhambi ikikoma, Roho Mtakatifu anafanya makao ndani yetu. Dhambi ikikoma, tunaishi maisha yanayompendeza Mungu. Mchana wa leo, tubuni mrejee.